Majala oye. 29 mwezi wa 10 tuomba kura. Hebu nione mikono ya punte. Mheshimiwa, ulikuwa unajisikia hata unachosema na watu hapa, hata wale vijana waliosimama pale wanasema kilalo kaa. Karibishe mheshimiwa. Karibu. Watanzania wenzangu wa kijiji hiki cha Mialo, ndugu zangu, leo Kunti Samia pamoja na kakaangu Sadati tumekuja mbele yenu kuja kuwaombeni ridhaa yenu. Siku ya tarehe 29 mkatupigie kura ya kuwa viongozi wenu katika nafasi hizo tatu. Tunaomba kura ya kwanza kwa Mheshimiwa Rais wetu, mama yetu kipenzi Dr. Samia Suluhu Hassan. Awe rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, aendelee kushirikiana na Watanzania wenzake ndani ya taifa lake kwa ajili ya kuendelea kuwatatulia changamoto zao. Lakini kura ya pili ambayo tunaiomba ni ya kwangu mwenyewe mimi Kunti Yusufu Majala. Ninawaombeni ridhaa yenu tarehe 29. Mkanipigie kura niweze kuwa mbunge wenu ndani ya bunge lenu tukufu, ili niende nikawe msemaji kwa niaba yenu, nikawe msimamizi kwa niaba yenu, na nikawe mfuatiliaji wa miradi yenu kwa niaba yenu ndani ya bunge lenu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini kura ya tatu tunayoiomba, ninaomba kura kwa ajili ya kakaangu Sadati. Awe diwani wetu wa kata ya Kwa Mtoro, lakini aende ndani ya halmashauri yetu ya wilaya ya Chemba, na yeye akasimamie mapato yetu ya ndani, akasimamie miradi yetu mbalimbali, ili tuweze kushirikiana nanyi na hatimaye wana Mialo pamoja na viunga vyote vya kata hii ya Kwa Mtoro, basi tuende tukatatue changamoto zetu na hatimaye tuweze kufikia malengo ya kuweza kuwa na maendeleo ya huduma za kijamii katika kijiji chetu cha Mialo. Kwa ndugu zangu, hizo kura tatu tunawaombeni sana kwa heshima kubwa na unyenyekevu mkubwa. Kikundi cha ngoma, mama zangu, kaka zangu na baba zangu ambao mmeimba hapa, niwashukuruni sana na niwapongeze mno. Mmefikisha ujumbe wenu, nasi kama viongozi wenu watarajiwa, kwa niaba ya Mheshimiwa Rais, mimi na Sadati tumeshiriki mkutano huu. Tumepokea kwa mikono miwili. Tumepokea swala la maji, umeme, barabara pamoja na shule, lakini na mengine mengi ambayo hamkuyasema. Amani sana, angalau na wana Mialo nao niwasikie sauti zao. Kwa niombe watu watatu kwa niaba wana Mialo wote, nao waje hapa, waje waseme chochote kile ambacho wanatamani kutuambia, kama sisi namna tulivyosimama na Sadati pamoja na mwenyekiti wetu wa chama kwa ajili ya kuwaombeni ridhaa hiyo. Naitwa Gdamashine Danieli Waruda, ni mkazi wa Mialo. Kwa hiyo tunashukuru kwa uweji wenu na tarehe 29 mwezi wa 10 kura za ndio itaenda kwa wote hawa mafika matatu tulivyosema. Tumekubali kuwapitisheni ili mtuletee maendeleo. Kitu kimoja ambayo nimeona ni changamoto yetu kubwa sana ni zahanati hii ambayo tumewapieni, lakini kuna shule shikizi ambayo inaendelea maeneo ya Butiama hapo mbele, Mialo hii kwa hapo mbele. Kwa hiyo tunaombeni na hiyo pia mtufikirie, na endapo mkitufikiria tutawafikirieni na nyinyi. Tunataka maendeleo. Jamani, kwa nafasi ya upendeleo ambao nimepewa, naomba niseme kwa niaba ya vijana na wananchi wenzangu wote. Kwenye ujumbe wa wanangoma walikuwa wamesemea kuhusu daraja kwa watoto. Hii sio kwa watoto tu. Ndugu Mheshimiwa mbunge, mgombea wetu pamoja na diwani, changamoto hii ni miaka nenda rudi tangu hata kabla hatujapewa kijiji. Usafiri wa gari ambazo huwa zinafika hapa mwisho ni mwezi wa 12 tu.
Baada ya hapo tutakutana tena mwezi wa 5. Kwa hiyo hata wewe mwenyekiti, mheshimiwa mbunge, kama ukipita, kama hili daraja litashughulikiwa, na maana wewe utakuwa tunakutana kama ni mwezi wa 6 au wa 7. Tunaomba kama utapata nafasi ya kupita, na tayari inapoelekea tayari umeshapita, tunaomba uanze na daraja mheshimiwa, tunakuomba sana. Swala la pili kuhusu umeme. Hapa mwanzo wakati tunajiandikisha kwa ajili ya kupata umeme, kuna wananchi ambao tayari walikuwa wameshajiandaa wakaweka na viwanda vidogo vidogo, mashine za umeme, lakini wakati umeme unafika tukapewa hizi nyaya za kuwasha taa. Tunaomba mheshimiwa, kama utapita hili pia utufikirie, wananchi walioko huku ni wengi sana. Kwa hiyo tunaomba ile pia ulichukulie kwa uzito wa aina yake. Mimi ndugu mgombea, nafikiri nimesimama kwa ajili ya swala moja ambayo kidogo imesahaulika. Tuna shida ya mawasiliano ya simu, ndugu mgombea. Bahati nzuri Mungu akujalia ukipita, nafikiri umepita. Ukijaliwa afya njema, simamia tupate mnara wa simu. Asante sana. Kwa nafasi mimi nakazia. Kwa sababu gani? Wagombea wote wanakuja, wanasema nzuri, lakini matokeo yake wanatukomea moja kwa moja. Mfano tu, hii barabara mnaifuata hii hapa, hii si barabara, hii Pario. Sawa, kama ni Pario, kama mnatuambia ukweli, fanyeni ukweli na wape mkono. Hongera CCM. Tunashukuru na nashukuru pia kwa kulifikisha hilo. Kwa hiyo nitalibeba, tutaongea na meneja wa TANESCO ili waweze pia, ni sahihi kwa sababu uwepo wa umeme hatutarajii kwamba uwe ni umeme kwa ajili ya kuwasha taa. Uwepo wa umeme tunatarajia utusaidie kwenye viwanda vidogo vidogo na shughuli mbalimbali ambazo zitakazoweza kutusaidia sisi kwa ajili ya shughuli zetu za kiuzalishaji. Kwa tutatamani kuna vifaa vingine vya mambo mbalimbali, watu wafungue saluni, watu watatamani wana viwanda vidogo vidogo vya alizeti, kuna mashine za kukoboa mpunga, za kusaga mahindi, kusaga nini. Kwa hivyo vyote tunahitaji umeme. Kwa tutazungumza na wenzetu wa TANESCO kwa maana ya meneja wa TANESCO ili waone ni namna gani wanatuletea umeme mkubwa kwa ajili ya matumizi mengine. Swala la kivuko nimelisema kwamba tukimaliza, jambo la kwanza tutaanza na hilo swala la kivuko ili tuweze kuweka mazingira rafiki kwa jamii yetu, hususan watoto ambao wanapata hiyo adha ya usafiri. La maji vivyo hivyo. Kwa hiyo yote tutakwenda kuyasimamia na kuhakikisha yanakwenda vizuri. Babu yangu aliyesema swala la watu wanakuja na maneno matamu lakini wakimaliza wanapotea. Safari mjue, mna wakina mama wangapi? Mna wakina mama wangapi? Wa kwanza, wa pili, mna maneno hapo?